الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو leo tumatembeleni hapa kwa ndugu zetu hapa barabara ya 6 0 ya namba 1. Ni neema kubwa sana kuona mnatembelewa. Hata kawia tutaanza muhadhara wetu kidogo, dakika ndogo, dakika 10-15 inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu subhanahu wa ta'ala fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salama يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من ذلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعم واسلام na wasiokuwa Waislamu, leo mmebarikiwa kutembelewa na Jamaatu Dawa, wana dawa ambao wenye kufikisha maneno yake Allah na maneno Mtume wetu Muhammad sallallahu na maneno ya masahaba radhiallahu anhum ambayo tumeelekezwa hao ndio kuigia inshallah. Mada tazungumzia Islam kwa sababu hivi tuko katika Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12, tarehe 7 za mwezi wa Dhulhijja. Maana tunakaribia, tuna ibada mbili, tuko na ibada mbili za kufanya au 3. Ibada ya kwanza ni ibada ya hija. Hivi mahujaji kwenye uwanja kule uwanja kule ya kuhiji, mahujaji wamefika Maka. Umefika Maka mahujaji hivi sasa, mahujaji Maka wamefika. Na ibada nyingine ambayo inachojongelea ni ibada ya kuchinja. Hivi vichinjwa nafikiri watu wamenunua, wenye mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia wamenunua hivi kuanzia Maka na mpaka kutu Burundi na sehemu nchi nyingine, Rwanda, wapi, Tanzania, Kongo na pengine hivi. Kila mmoja kuna kichinjwa chake kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah hiyo siku ya Eid, hiyo siku ya tarehe 10 ya Dhulhijja. Imetubakilia ni kama siku 3 ndio inatubakilia, na hivi sasa ni kama vile hii siku inakwisha. Hii tuko saa 11 ndio tuko hivi sasa, ni kama pembeka saa 1 ingie tarehe 8, ni kama imetubakilia saa 1 tuingie tarehe 8. Maana ibakie siku 2 tuingie katika ibada ya kuchinja. Na inshallah Arafa itakuwa ni siku ya Alhamisi. Arafa itakuwa ni siku ya Alhamisi inshallah, ndio itakuwa Arafa siku ya Alhamisi inshallah. Waislamu, mada nitazungumzia hivi sasa ni mada fupi sana, ni mada ya kuhusu ibada ya Eid. Hiyo ni ibada nyingine ambayo ndio ya 3, ibada ya Eid, ibada ya kusali Eid.
hii Eid leo taizungumzia Islam kwa sababu ibada hii wengi hawajui kuisali. Sababu ndio maana wengi wakichelewa wanapita na hewa. Ni sunna. Ni sunna. Tani nimechelewa basi. Sunna ina wakati wake, ina mwisho wake. Ina mwanzo wake na ina mwisho wake. Kama unaijua utaweza kuisali hata kama umechelewa. Umefika kwenye uwanja wa Eid, umekutana umeshuka, utaweza kuisali sababu umechelewa, lakini wakati wa kuisali ungaliki. Ndio tutazungumzia hukumu ya hiyo ibada ya Eid na wakati gani inasaliwa hiyo swala ya Eid. Kwanza tunaanza dalili yake. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema kwamba qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Anasema kwamba qad aflaha man tazakka, kafaulu yule atakayetoa zakati al-fitri. Ule kafaulu yule atakayetoa zakati al-fitri. Qad aflaha man tazakka, hapa zaka ambayo inakusudiwa ni zakati al-fitri. Kafaulu yule ambaye atakayetoa zakati al-fitri. Wa dhakara isma rabbih fasalla, na akalitaja jina la Mwenyezi Mungu na akasali Eid. Kulitaja jina la Allah ni ile takbira ya siku ya Eid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah, la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun, la ilaha illa Allah wahdahu wa sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ini wa dhakara isma rabbih fasalla, na akamtaja Allah ndio takbira, alafu akasali Eid. Hiyo dalili ya kusali salati al-Eid na ile takbira. Alafu dalili nyingine tena ya kusali salati al-Eid, Allah anasema ndani ya Qur'ani, inna a'tainaka al-kauthar. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Haika sisi tumekupa wewe Muhammad kheri nyingi, basi sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Hapa ni salati ya Eid, kusali fasali li rabbika, sali kwa ajili ya Mola wako, ndio salati ya Eid. Alafu na uchinje baada ya kusali. Mtu asichinji ni baada ya kusali salatu ya Eid ndio mtu achinje. Kwa dalili hii mtu asidi kuchinja hajasali, asali salatu al-Eid. Akimaliza kusali salatu al-Eid ndiyo sasa achinje. Kwa dalili fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako, na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Inna shani'aka huwal abtar, hakika mwenye kugugudhi wewe huyo amekatikiwa na kheri zote. Unaona Islam, hii dalili ya kuhusu kusali salatu al-Eid pamoja na kuchinja. Mtu asichinje kabla hajasali, mtu achinje baada ya kusali, ndio mtu achinje. Wakati wa kusali salatu al-Eid ni wakati gani? Baada ya dalili tumesikia kusali salatu al-Eid ni wakati gani kusali salatu al-Eid. Fatana hadithi ya Mtume wetu Muhammad sasa alikuwa akisali salatu al-Eid ni jua kuchomoza alafu kufikia maili moja. Jua kuchomoza kufikia maili moja, na mwisho wake ni zawali shams, maana yake jua kumili, ndio salatu al-Eid inakwisha, wakati wake umeisha. Jua kumili ina wakati mrefu, maana yake wewe unapoenda katika uwanja umechelewa, lakini uko na ruhusa wakati wako kusali salatu al-Eid ungaliki. Sali peke yako nyumbani, pale kwenye uwanja sali, kimaliza kusali usikize hutuba. Sasa kuna wengine wakienda katika uwanja wakutana umeshuka, anataka jikalia, nimechelewa na jikalia. Ni sunna? Hapana, hata japokuwa ni sunna usipuuzi, itakusaidia mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukaamua tuifunze hii salatu al-Eid, watu waifahamu wanaisali haje.
Unaona Waislamu wanaisali haji, unaona baada wakati wake mbora ni jua kuchomoza, alafu kufika kumaili moja, maana kupanda juu kidogo, hapo inakuwa sasa ni saa moja, ima saa 1:20, saa 1:30 inakuwa jua limefikia hapo, au saa 1 top, au saa 1 kuna wakati jua nafika linapanda kidogo hata saa 1 haijaenea, au saa 1 na madakika tungapi. Sisi tumezoea mpaka saa 2, saa 2:30 eti ndio wakati wa kusali. Hapana, saa 1 kama jua limechomoza alafu nimepanda kidogo maili kama vile maili 1, basi mtu hapo ndio wakati kusali salatu ya Eid. Na maili 1 baada ya kuchomoza alikawiaki maili 1 likichomoza tu lote kama tu dakika 5 10 limepanda, maana jua linaendeka vile saa, jua linaendaka kama vile saa. Baada ya dakika 1 fasi limekuwa litahama, dakika 2 ndio linahama, dakika 3 linahama. Sasa ikifikia kama vile dakika 10 15 inakuwa ile maili 1 imefikia. Baada ya jua limechomoza lote, hapo ndo wakati kusali Eid. Na mwisho wake ni jua kumili, maana kuingia sala ya dhuhuri. Maana yake salatu ya Eid ni kama vile duha inaishaga, ni jua kumili ndio duha inaishaga. Na duha na salatu ya Eid yote ni kitu kimoja, namna vinavyosaliwa ni kitu kimoja. Tofauti tu, Eid ni raka 2, lakini duha utaweza ukasali raka 2 au ukasali 4, raka 2 ukatoa salam, raka 2 ukatoa salam. Una salatu duha, lakini wakati na kuisha kwake vinafanana sawa na salatu ya Eid. Sasa wewe unapoenda katika uwanja, mwanamama umechelewa, unaweza ufika pale, nimechelewa, ukasali madama unajua kuisali, ukasali Eid. Baada kumaliza ndio kaikana na ukasikiza hutuba ya Eid baada ya kusali. Au kama mko wengi pale mkafanya jamaa mkaisali mwewe, kama mko wengi, baada ya kuchelewa kwenye uwanja mtana umeshuka, ni pale mko 3 mkasali, wakina mama au na wanaume, mkasali jamaa, na uimamu wa mwanamke anakuwa ni katikati, haendaki mbele, ndio anakuwa imamu wa wanawake. Anatoa takbira pale, mnasali kidogo pale, mnamaliza mnakaa chini, mnaziza hutuba. Ilikuwa ni kwa wanaume vile vile, wameshuka kama kwa wengi, wanafanya jamaa yao, wanasali salatu ya Eid, wakimaliza wanakaa chini, wanasikiza wanasikiza hutuba ya Eid. Sio mtu anafika kwenye uwanja anapita jikalia hivi tayari, mtu akichelewa hakuna kuisali tena, unaisali sababu wakati wake ni mrefu. Hata nyumbani umefika, dada umetoka safarini, umekuja gari imesumbua kwa barabara, umefika nyumbani saa 3, umetoka safarini, unaweza hata hiyo saa 3 kuisali wakati ungaliko kusali Eid. Hiyo saa 3 au saa 4, umefika saa 4, nimekuja mpaka saa 4, nimechelewa salatu ya Eid. Hiyo saa 4 nyumbani peke yako unasali salatu ya Eid nyumbani, tayari unasali sababu wakati wake ni mrefu, ni kama vile duha unasali. Sio tayari nimechelewa, basi nimekuwa safarini, nimekuja nimechelewa, basi unatenda ya ni ile ukosefu. Watu hawaijui inasaliwa aje na wakati wake ni waje na mwisho wake ni waje, hawajui. Ndio maana nikachukua mafunzo haya, nikachukua wakati huu nifunze swala ya Eid ili watu wengi waijue. Huyo ni wakati wa kusali Eid, na kitu tumeusikia adabu zake. Sasa adabu zake, kila kitu kina adabu, kina mpangilio, kwa sababu ni sheria. Eid ni katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Adabu zake, adabu ya kwanza, mtu kwanza alghusl, kwanza kuoga siku ya Eid lazima uoge. Baada ya kuoga, na ujipake mafuta uzuri. Ujipake nini? Mafuta uzuri, parfum nini ujipake. Kwa wanaume au kwa wanawake, mafuta uzuri usijipake madama atatoka kwenda kusali. Usiende ujiparfum, mwana mama ni makosa, mwana dada ni makosa kwenda kusali wewe unajiparfum. Kujipiga parfum ni wanaume tu, ama wewe jipake mafuta kawaida ambayo hayanukii,
ama kwa mume wako, ndani ya mume wako, au nguo za mume wako, nguo ambazo unavaa ndani ya mume wako utaweza kasiparfait, kwa sababu ni za ndani hizo, kuna tatizo akila kutoka nayo usiparfait, sababu rehe yako isisikilizike, ukaingia katika jambo la zina. Mungu atuepushe. Sasa kuoga na kujiparfait na alafu na kuvaa nguo nzuri, nguo mpya. Kama ikipatikana nguo mpya ni vizuri zaidi, nguo mpya. Kama kuna nguo mpya umepata, basi ile nguo ifue, ile nguo ambayo ni ya zamani basi uifue, hiyo nzuri. Hiyo ni katika adabu ya salatul Eid. Unaona? Alafu katika adabu tena salatul Eid tena vile vile, kama utaenda kama ni salatul Eid, Eid Fitri, ile ita kufungua Eid Fitri, maana ile Eid ndogo, uende umekula hata tende moja, tende tatu, tende tano, witri, au kikombe cha chai, au mandazi moja, matatu, matano hivyo. Ni katika adabu na katika suna za Eid, katika Eid. Alafu hiyo ni Eid ya kufungua, maki Eid ndogo. Ama Eid kubwa usiendi umekula, Eid kubwa usiendi umekula, uende usili, uamke usili chochote, utakuja kula ukimaliza kusali salati al-Eid, ndo utakuja kula baada ya kusali salati al-Eid. Ndo suna Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo. Alikuwa Eid ndogo anaenda imekula, na Eid kubwa aende imekula, anaamka tu, anakoga, anavaa nguo yake mpya, anatoka bila kula, anakuja kula baada ya kusali Eid. Kwa sababu gani? Uje uwahi kuchinja, uwahi kula ile nyama yako, uko na apeti. Unaona? Hiyo ni katika adabu ya salatul Eid, adabu ya salatul Eid. Alafu tena takbira za salatul Eid, takbira salatul Eid. Hapo lazima wachanganya watu wengi sana. Takbira ziko, raka ya kwanza ni takbira 7, na ile takbiratul ihram iko hemo. Takbira ni ziko 7. Allahu akbar 1, Allahu akbar 2, Allahu akbar 3, Allahu akbar 4, Allahu akbar 5, Allahu akbar 6, Allahu akbar 7. Kimaliza 7 unasema alhamdu, na sura yote sabih isma rabbikal a'la utakuwa isoma, au ukasoma hal ataka hadithul ghashiya ukasoma. Unaona? Au sura kama usijui hizo sura yote, hata kul Allahu inna a'tainaka al-kauthar ukasoma sura yote ambayo unaijua. Ukimaliza kusoma ndo na rukuu. Baada ya kurukuu unaenda kwenye sijida 2, alafu unapanda raka ya 4. Ni takbira ziko 6, na ile ya kupanda ikiwa hemo, na ile ya kupanda, ile ya kutoka kwenye sijida Allahu akbar 1. Baada ya hii unahesabia zingine 5. Allahu akbar 2, Allahu akbar 3, Allahu akbar 4, Allahu akbar 5, Allahu akbar 6. Maana ni 5, na ile ya kutoka kule kwenye sijida na kupanda ndio inakuwa ya 6. Unaona? Maana zinakuwa sasa, ukitoa ile panabaki 5. Unaona? Sasa hiyo ndio nini? Ukimaliza hapo unasoma alhamdu na sura nyingine ambayo unaijua. Ukimaliza unaenda kwenye rukuu. Baada kwenye rukuu unainuka, unaenda kwenye sijida 2 tayari, unatoa salamu tayari. Kama unasalia nyumbani au ulikuwa umechelewa tayari, itakuwa hutuba itakuwa hakuna, kwa sababu kwenye uwanja umechelewa, hutuba unakuwa kwa umekosa, lakini umesali ile suna ya Eid unaisali, unapata thawabu. Kama utakuwa unakosea hutuba, basi sio ndio nyumbani tu hutuba. Nyumbani hakuna hutuba ni kwenye mauwanja tu. Alafu tena katika adabu tena ya nini, isaliwe kwenye uwanja. Hiyo Eid, salatul Eid isaliwe kwenye uwanja, isaliwe kwenye msikiti au mahali pengine, ila kidharura, kama labda kuna mvua au labda kuna sababu zinasababisha tu wasalie kumsikiti kidharura fulani, ndio isaliwe kwenye msikiti. Lakini sunna isaliwe kwenye uwanja, mauwanja mipira ama uwanja kiuwanja chochote tu, lakini msikitini sisaliwi.
Alafu katika adabu tena hiyo, watoke wakina mama na wakina dada na wazee na wa vijana, watoto wadogo, hata kafiri waone wingi wa Waislamu, waone wingi wa Waislamu, jinsi Waislamu wako wengi, waone. Na yule mwenye hedhi atoke, mtoto mdogo atoke, mzee hata kama yuko hana nguvu ajikaze, hana nguvu ajikaze, aende kusali, asali liwa. Makafiri waone wingi wetu. Lakini ule mwenye hedhi au mwenye kuna damu ya nifasi anatoka kuzaa, wakati wa sala ukifika, ataka pale pale asisimami, akae pale pale wasali wao. Yeye ataenda pale aitike takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, au anaitika takbira. Wakati wa sala ukifika, yeye asisimama, baki pale pale. Wakimaliza kusali asikize hutuba, alafu arudie nyumbani. Ndio adabu na sunna za siku ya Eid. Adabu, wakina mama nani watoke tena, isaliwe kwenye uwanja, isaliwe kwenye msikiti kwa dharura. Alafu adabu nyingine tena, ile njia ambayo ulienda kusali, mkurudia usipiti ile, upite njia nyingine, ndio sunna. Kama ulipita mkwenda kusali, ulipita hii barabara ya 6, mkurudia pita ya 5 au ya 4, ubadilishe njia, ndio sunna. Ili sunna msizibadilishe, sawa sawa la Eid kubwa au la Eid ndogo, msizibadilishi. Hizo katika mambo ya sunna, na mambo ya sunna yatakusaidia. Na haya yote nimeyataja ni katika mambo ya sunna, ambayo ni adabu ya sala ya Eid kubwa au ndogo. Na katika mambo ya sunna, usiyapuuzi. Ukiyafanya kwa ajili ya Allah unapata thawabu. Usiyafanye kwa sababu ya riya, wala usiyafanye kwa sababu ya kujionyesha au ya pesa. Fanya kwa ajili ya Allah, unapata thawabu. Ndio maana nilipendelea ili jambo nilifunze hii sala ya Eid, watu waijue namna ya kuisali, ili hata kesho mtu akichelewa au mtu kasalia nyumbani. Leo kuna mwanamama wote nyumba nzima wakirudi nyumbani wameibiwa. Kwa sababu gani? Hawakuacha hata mtu mmoja atabaki anachunga nyumba. Hakuna na hata kama ule mtu akamwacha abaki anachunga nyumba, yeye hata sala Eid, na ana haki si Eid. Kama hakwenda kwenye uwanja kwa ajili ya kuchunga nyumba, ndio maana mtu asisali nyumbani au kwenye msikiti ila kidharura, na huyu mwanamama kabakia anasalia Eid nyumbani ni kwa ajili ya kuchunga nyumba. Hawezekani nyumba nzima paende watu wote, utaona mbuzi yako imeibiwa ya kuchinja. Unatoka kwenye uwanja wa Eid, mbuzi yako imeibiwa. Sasa mnaenda nyumba nzima, ulibomoa mlango, kaingia mbuzi kachukua. Ndio ni vizuri ukienda muache hata mtoto, au kama mtoto au mkubwa abakie pale, yeye atasalia pale pale Eid. Sasa ni dharura, msoki nyumba nzima mkaibiwa. Ima muache mtoto au muache mtu mkubwa mmoja, na huyo mtu mkubwa naye asalie Eid hapo hapo. Asikosi kusali Eid, sababu ni sunna muakada. Hukumu yake ni sunna muakada, ni sunna yenye nguvu. Sasa tujaribu inshallah, hizo ndio adabu ndio adabu ya kusali Eid. Nafikiri tunamaliza, tumezungumzia hukumu yake. Tusana hukumu yake ni sunna muakada, na wakati inavyosaliwa tumezungumzia, na adabu zake, sunna zake tumezungumzia kiasi kikubwa, tumezungumzia. Alhamdulillah, nafikiri hichi kiwango kinatosha inshallah, vigizi tulivyozungumza inshallah. Alafu cha muhimu tu tujihimize na tujihimize kufuata hizi sunna, tuzipuuzi ili mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala tukakosa radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu haya ukiyafanya ni katika mambo ya sunna, ukiyafanya unapata thawabu. Na salatu al-Eid tusipuuzi, kwa wale wakubwa na wadogo,
wenye hedhi na wale wenye waona hedhi wakina mama wote watoke. Na mtoto wako mdogo hata katoke mezaliwa leo, toka nako, nenda nako kwenye uwanja. Nyumbani kama atabaki mchunga nyumba abaki tu mmoja, hapana watatu, abaki mmoja tu, akili huwa mzima watoke. Unaona? Ndio hikima ya kutia Idi, watu wa katika uwanja waonekane kwa pamoja, sababu ni hatari mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi acha masala kidogo, kama dakika 2 kidogo inshallah. Kwa kumalizia adabu za takbira, Idi ndogo takbira inaanza ile magharibi mpaka alfajiri, mpaka kwenye uwanja takbira inafanyika. Wakishuka salatu ya Idi, basi takbira siku ya Idi inakwisha, ndio sunna yake. Ama Idi kubwa takbira inaanzaga ile tarehe 1 ya Dhulhijja kiandama. Kuna riwaya ambayo inasema ianzie huko, na nyingine riwaya inasema inaanzia kwenye ile siku ya Arafa. Manake ile siku ya alfajiri ya siku ya Arafa, alfajiri ya siku ya Arafa ndio takbira inaendelea mpaka zile siku 3 ayamu tashriqi. Zile siku 3, maana kwanza hiyo siku tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12 mpaka tarehe 13 ndio takbira zinakwisha, zinafanya kwenye misikiti, kwa viwanja, majumbani, kwa barabara, takbira zinafanyika hizo. Siku ya Arafa zinaendelea siku 3 baada ya kusali Eid. Ama salatu sala ya Eid ndogo, na kila Eid ndogo takbira inaanza si magharibi mpaka baada ya kusali zinakwisha. Ama Eid kubwa zinaendeleaga mpaka siku 3 yake, na zinaanzaga tarehe 1 au ile siku ya Arafa ndio zinaanza kuendelea mpaka siku 3 inshallah. Alafu ndugu yetu anaulizia kama hivi Eid itakuwa siku ya Jumaa ndio Eid. Baada ya kusali Ijumaa, kusali Eid atasali na Ijumaa. Ni mashauri atakayetaka, ule ataki kwake inakuwa sio lazima kusali swala ya Ijumaa, kwake sio lazima. Atasali tu swala ya dhuhuri. Akisema ikifika wakati wa dhuhuri hasali, Ijumaa ndio imeanguka, lakini dhuhuri haijaanguka, anasali dhuhuri. Ni muamuzi wake kama ataenda Ijumaa au kama hataenda Ijumaa, asali tu salatu, asali tu dhuhuri nyumbani, asali sala ya dhuhuri nyumbani, sawa. Lakini imamu anapasha aende, sababu imamu yeye ndo anasalisha Ijumaa. Kuna wale ambao wataamua kwenda kusali Ijumaa, aende kuwasalisha, sababu ni uamuzi. Ule mkutaka atano sali Ijumaa, ule hataki anaseti nyumbani dhuhuri. Basi nafikiri ni jibu lake hilo. Takbira gani? Anauliza za takbira unasema neno gani? Pale hakuna maneno ambayo inapokelewa. Kuna baadhi tu wanavyoni pasisha tu bali Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Maana unakuwa unamtaja Mwenyezi Mungu. Lakini kati hadithi ambayo imekuja hapa katikati ya takbira na takbira nyingine, kama kuna maneno utasema, hadithi ya kuzungumzia hayo hamna. Labda ni baadhi wanavyoni pasisha kama pasiwe ukimya, ndio unamtaja Mwenyezi Mungu hivyo. Lakini kawaida tu imamu anapaswa zile takbira zifatanishe tu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bas. Kwa sababu hapa katikati hakuna riwaya imepokelewa labda kuna maneno baada ya takbira hiyo utakuwa unazungumza ambayo mtume alikuwa akisema, ambayo labda mtume alikuwa akisema, hiyo upokeze hamna. Basi nafikiri haya inshallah. Ndugu anaulizia siku za kuchinja ni ngapi? Siku za kuchinja ni ngapi? Jibu lake siku za kuchinja ni kuanzia tarehe 10 hiyo siku ya Eid na siku 3 za mbele yake, maana 11 na 12 na 13 za Kiislamu. Hizo siku 3 za mbele yake unaruhusiwa kuchinja.
inshallah. Nafikiri ni hayo. Kuna mtoto ameuliza na yeye, na mwanamke anaruhusiwa kuchinja na yeye ajichinjie mwenyewe mbuzi wake au ng'ombe yake? Jibu ndiyo, na ni sunna, na ndio bora zaidi kila mtu ajichinjie mnyama wake, japokuwa inajuzu mwingine akuchinjie, lakini ubora zaidi mtu ajichinjie. Maana mama na yeye ashikiwe miguu, mikono, kichwa, yeye akate tu shingo, ndio ajichinjie peke yake. Hata kama kumalizia watammalizia wengine, lakini yeye ndio aanze kukata ile koo. Mwana mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akijichinjia yeye mwenyewe kwa mkono wake. Na wewe mwana mama ni vizuri na wewe ujichinjie mwenyewe kwa mkono wako, ni vizuri. Sala mtoto kauliza sala nzuri sana. Mwanamke anaruhusiwa kuchinja na kula shingo na kula figo na ngine ambayo zamani walikuwa wananyimwa hiyo yote hiyo, lakini kumbe dini imekuwa inawapa ruhusa inshallah. Kwa kumalizia Uislamu, alafu siku ya Eid ni siku ya kupanda hongera tunapokutana. Ile unapokutana mwenzako, Eid mubaraka, Eid mubaraka, Allahumma taqabbal minna wa minkum, tunapana hongera hivyo. Tunapotembeleana aya ndio yawe midomoni mwetu, Eid mubaraka, Eid mubaraka. Masahaba radhiallahu anhum walikuwa wakipana hongera katika njia kama vile hiyo, wakipana hongera Eid mubaraka. Leo hakuna, leo hata muislamu mwenzako kutana naye hamna. Leo tumezoea Eid leo katoto barakati la Eid. Kaja barakati hii ni kuomba barakati la Eid. Ukisema Allahumma taqabbal minni wa minka, kanasema anataka faranga. Kumbe barakati la Eid sio faranga. Maana barakati la Eid ni ile tu tumezoea wazee wetu wa zamani. Wazee barakati la Eid maana unasema Allahumma taqabbal minni wa minka, maana barakati la Eid maana baraka la Eid, maana baraka la Eid ndio barakati la Eid, maana baraka la Eid. Unasema Allahumma taqabbal minni wa minka, Mwenyezi Mungu tukubalie mimi na wewe, Allah tukubalie mimi na wewe, ndio naomba. Sasa tote napenda hongera, Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka. Ukisema Kiswahili barakati la Eid, mtasa akisema barakati la Eid sio kumpa faranga. Watoto tuwageuze, tuseme kama jamani, Eid mubaraka au barakati la Eid sio kuomba faranga, hakuna siku ya kuomba. Sasa watoto wadogo na wakubwa wamekamata siku ya Eid ni siku ya kuomba. Wamekamata siku ya Eid ni siku ya kuomba. Ndio wanataka mtembelea nipe na utachukua la Eid. La Eid ni faranga. Basi siku ya Eid siku ya kuomba? Hapana jamani, hakuna siku ya Eid sio siku ya kuomba. Hiyo nini? Ni ukosefu, kukosa kujua. Na la Eid ndogo ina siku moja. La Eid ndogo ni siku moja. Ile siku moja ikiisha la Eid imeisha. La Eid kubwa ni siku 4. La Eid ni siku 4. Ile siku ya tarehe 13 za kufuata ni siku ya kusherekea na kula na kunywa vya halali. Hapana kunywa pombe, lakini kula na kunywa vya halali. Ni siku 4 Eid kubwa. Ama Eid ndogo, watu wanataka Eid ndogo ni siku 3. Ni siku moja Eid ndogo. Ni ile tu siku moja, na ndio maana watu ya kufuata wanamkaga wanafunga zile 6 tu Shawwal. Kwa sababu gani? Eid imeisha. Ama zile Eid kubwa ni siku 3. Tarehe 11 na 12, tarehe 11 na 12 na 13. Ndio maana ile saumu ya bedwa, saumu ya bedwa haruhusiwi kufunga tarehe 13, sababu saumu ya bedwa tarehe 13 ndio unafunga. Lakini madama ni la Eid haruhusiwi kufunga, utafunga 14 na 15 tu. Utafunga tu siku 2, 14 na 15. Ama ile siku ya 13 hautaifunga kwa sababu ni la Eid. Na kufunga siku ya Eid ni haramu. Ukifunga utapata dhambi. Unaona? Alafu kusherekea michezo ni michezo. Allahu maana vitu ya upuuzi ambayo Mtume alipasisha katika siku ya Eid ni michezo ya kaswida, kuimba kaswida, kuogelea,
hata michezo kuigia haya matiatre ya kuigia, lakini sio ya kutoka na dini ya mafunzo. Hii teatre za mafunzo za makarate, boxer, kukimbizana au kurse. Hii ni michezo ambayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alipasisha katika siku ya Eid ifanyike. Michezo kuogelea, kukimbiza, kuogelea hivyo kama kuna baseni mbali unachezea pale nini vitu kama vile. Lakini muziki hapana. Katika lahwi, muziki ya hivyo, muziki sio lahwi, muziki ni haramu. Sasa muziki ni haramishwa. Muziki leo kuna kina mama leo wamezuka, kina mama wapya wanaitwa usiku wa kulamba. Nafikiri nasikia usiku wa kulamba, usiku wa kushikashika. Au nasikia wakina mama wanacheza uchi. Wakina mama wanacheza uchi. Wengine anacheza amevaa nguo nafika kama ni chandaruo. Maka unaona mpaka ndani anakatika na nyonga. Wana hapa bwenzi wako na wanatembea mpaka Buisa, nasikia mpaka Buisa nafika wana kodi sababu watu wanapeleka pia haram. Hiyo michezo ni haram. Michezo ya jasmini ni haram, kereketa ni haram, siku ya Eid kwa mlamba pote ni haram. Wanapiga mapolo. Hiyo ni michezo imefungwa ndani ya siku ya Eid. Hata nje ya Eid ni haram kuicheza, kuingia au kuna kwa faraga kuingia au kuiona ni haram, kwa sababu ni michezo ya haramu. Hiyo michezo ambayo inapokelewa ni hiyo ambayo nimezungumza: kuogelea, makurse, kukimbizana, teatre za kuigia hivyo, ambayo ni zote za dini. Hivyo mtu michezo kama vile hiyo ya masala ya dini, kuuliza masala ya dini. Mtu unafanya fasi moja, mnakutana, mnaulizana masala ya dini, mwenye kuweza zaidi anapata nini, vitu kama vile. Michezo kama vile hiyo halali. Akina hapana ya muziki, ya kunywa pombe. Sio siku ya Eid ndio siku ya kuzini. Hakuna kusherehekea kwa kuzini, hakuna kusherehekea kunywa pombe, hakuna kusherehekea unaona Islam, hakuna kusherehekea kwa kuvuta bangi. Maana kunaongeza leo siku ya Eid tuvute bangi. Kuvuta bangi ni haramu. Hata nje sio ya Eid ni haramu. Kuvuta bangi ni haramu. Ukifa hivyo ni motoni. Ni motoni. Tujiepushe jamani. Tujiepushe na hayo, tujiepushe. Ni siku kunywa soda nini, hapana pombe nini, haramu. Na binini, kunywa binini la kulevya. Mirunga ni haramu. Kama ni mirunga kama vitu gani, yote ni haramu. Tuachenabi nini na uzinifu ni haramu. Au kusikesike yote ni haramu jamani. Tujiepushe. Siku ya Eid, hata nje ya Eid, kisha hivyo ni haramu Uislamu kuvitumia. Vitakuharibu akili, kesho itakuwa ni balaa mbele Allah, utaingia motoni milele. Masi inshallah. Nafikiri hayo. Sawa. Inshallah. Mimi tumefikisha bani. Mseme watu atukafikishie 6 garage. Naona kama vile tumafikishie, tumefanya muhadhara hapa kwenye 6 garage ili tuwape mafunzo ya siku ya Eid na mafunzo ya kusherehekea Eid namna gani. Andaeni bukuku wenu. Mtije bukuku wingi siku ya Eid. Kama mambuzi hamna, basi hata bukuku mtashindwa. Bukuku wingi sana, wali mwingi sana, mnakula. Ndio sikukuu zetu. Tuna sikukuu mbili, sikukuu kubwa na ndogo. Hatuna sikukuu nyingine. Inshallah hatuna sikukuu nyingine Waislamu. Hatuna sikukuu nyingine ila tu ni hiyo tu basi. Hatuna sikukuu nyingine ni hiyo Waislamu. Hizo mbili, Eid kubwa na Eid ndogo tu basi. Ama zingine za Bonane, Noeli, zote Pasaka, hizo za makafiri sio zetu hizo. Basi inshallah tunaishi hapo. Allah atukubalie haya tunazungumza hapa, atukubalie na ayatika kwa wetu ili tuwatekeleze na tuwafikishie wengine kuudhira inshallah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa salamu ala mursalin hamina salamu wa barakatuh. كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من ذلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Naam, Waislamu, Waislamu tumependelea leo tuwasikia leo tuwafikishie mada ya kuchinja, sababu leo tuko tarehe 7 ya Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja 1441 Hijria. Hizo ndio tarehe za leo. Ndio tarehe 7 mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 1441. Tunaendelea kwa sababu tuko katika ibada, tunajua katika ibada ya kuchinja. Tunaendelea tutoe mafunzo ya kuchinja ili watu wapate faida, na zaidi kwa miaka yote watu wapate faida. Kwa mtu yoyote ambaye labda atauza akawa labda hakupata cha kumkumbusha, na wataka chukua CD kumkumbusha mambo ya kuchinja CD, sababu tunajaribu kidogo tutoe CD mafunzo haya tutoe CD. Kuna yule atakayechukua kifika katika hii mwaka tarehe hizi na mwaka huyu atakachukua CD itamkumbusha mambo ya kuchinja. Kuna katika mtazamo kwa mbali mafunzo ya kuchinja hakuyapata kwa mashehe kwa misikiti nini, lakini CD kamsaidia akapata mafunzo ya kuchinja. Inshallah tutaingia moja kwa moja katika mada ni ya kuchinja. Ndio mada tuko nayo katika kuletea, tuna mada ya kuchinja inshallah. Na kabla tuingie katika
ndani kabisa tutaanza mwanzilishi wa ibada hii ya kuchinja ni nani? Ni Mtume Ibrahim alayhi salam, ndio mwanzilishi, na mwanae Ismail alayhi salam. Hao ndio wawili ambao waanzilishi wa ibada hii, kwamba kila mwaka tunachinja. Na kabla hapo kuchinja ilikuwa vimo, kuchinja ilikuwa watu wanashakiso kila mwaka, au kama taratibu kila mwaka kuchinja. Mwanzilishi ibada ya kuchinja Mtume Ibrahim alayhi salam na mwanae Ismail alayhi salam. Hao ndio waanzilishi wa ibada hii ya kuchinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomjaribu Mtume Ibrahim alayhi salam kwa mitihani mingi sana kumjaribu, na mitume wengine mitihani mingi sana kwa wajaribu, na masahaba radhiallahu anhum mitihani mingi kwa wajaribu. Ndio maana visa vyao ni ibra kwetu, ni mawaidha kwetu. Hata ukipata mtihani namna gani, mtihani kupata namna gani, basi kumbuka mitume, wakumbuke mitume radhiallahu anhum, wakumbuke wa mitume, wakumbuke masahaba, basi utafarajika. Kumbuka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitihani kapata, na mitume wengine mitihani ambayo umepata ni mikubwa sana. Mina wewe mtihani aina wote ukikupata basi kumbuka mitihani wa masahaba wa mitume, masahaba, utafarajika, utaona kama utachukua subira. Lakini kama ukitupa hautaki kujua wao kuleta mambo yako, mtihani wako utupe kwa mitume na masahaba, ndio bado utasema mabaya mengi sana, na utakutana kuna wale umejaribiwa kabla yako kuliko hata wewe wako ni ndogo, kuna wale umejaribiwa zaidi. Mtume Ibrahim alayhi salam, kuna mtihani ambao alijaribiwa kwanza alijaribiwa kutoka kwenye moto baada ya kuwalingania washirikina waache shiriki zao, kama sisi tunavyofanya sisi, watu waache shiriki zao. Mitihani tunaipata ni mingi. Alipowalingania waache shirki, mshirikisha Allah, Mtume Ibrahim alayhi salam, waache kuabudu masanamu, kutegemea masanamu na vingine vyote. Si masanamu tu, walikuwa wanafanya shirki, aina tofauti ya shirki walikuwa kifanya, sio masanamu tu, ilikuwa na vingine vyote kwa kifanya. Kama kitu tunafanya leo, ndio wanapiga ngoma majini, wanaabudu majini leo, wanachinjia majini, wanavaa mairizi, piga machanjo, na vingine kuzini kwa nyumba yao, mashamba yao, makideo. Nasikia hata minyama inazindikwa minyama leo. Sasa yote kwa kiyafanya kabla yetu, mpaka sasa ikawa sasa fitna ikawa ni kubwa kwa Mtume Ibrahim alayhi salam, kabila mpunge moto, kumtia katika moto. Hicho ni kisa ambacho ndio tutakianzia, wakamtia katika moto. Allah kitu gani alisema kuambia ule moto? Alisema moto kuwa baridi na amani juu Mtume Ibrahim alayhi salam. Moto kweli ukati amri sana moto, mwekasema mwenye anasema kwa moto uwe baridi ni nani? Moto ulichoka kama ni Allah, na Allah tayari kisema haukataliwi. Hapo kuna mafunzo kwa sana sasa, kuona moto unaambiwa kuwa baridi na amani, haukukataa. Moto kukataa, kuna mafunzo Islam. Sasa leo unaambiwa na Allah mengi, tumeambiwa na Allah, lakini tunakataa mengi, tumeambiwa na Allah, tunakataa kuyafanya. Tunashindwa na baadhi ya vitu vinaambiwa na Allah vinatekeleza. Sikiza, moto unaambiwa na Allah, wewe moto kuwa baridi na amani, ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim, moto kuwa amani, kuwa baridi na amani kwa Mtume Ibrahim, moto kutii amri. Wakamtupa pale, moto haukumuunguza. Kama makafiri wanaona ajabu, kuona moto haumuunguzi. Moto masukizi kuna namna gani? Haumuunguzi mpaka pale hata kafiri mmoja akasema, basi moto masukizi unaunguzana. Basi Allah alitoa amri kwenye moto, mkamateni yule ambaye anasema kama eti moto masukizi unaunguzana, mkamateni.
alitamaki leo moto unaruka, unamfambia yule ambaye aliyesema kama eti moto masikiza unguzani, ukamunguza yeye wote. Hapa tena kusudia mimi hapa ni toa, tunakusudia hapa moto gisi unavyomtii Allah, alafu ujipige picha na wewe Muislamu. Yeye Allah anakuambia ni mangapi? Ni mangapi ambao unaambiwa na Allah? Ni ile amri moto unaambiwa uwe baridi na amani, kwa baridi na amani. Na ukaambiwa tena moto mfamie yule ambaye anasema eti moto masiza haongena unguzana. Mfamie muunguze. Moto kamfamia kamuunguza. Mbona moto haukujadili? Moto ujadili, upinge. Yaani muunguze nini? Au nifanye nini? Au mtu Ibrahim moto umtekeleze. Baki moto unajua. Anayenambia moto baridi na amani. Mimi nani? Ni Allah. Na ananiambia tena mfamie fulani ni muunguze. Ananiambia maneno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kuonesha kwa sasa na wewe Muislamu kwa ni mangapi Allah anakwambia, ni mangapi Allah anatufahamisha, ni mangapi Allah anatufahamisha. Tufahamisha kuna amri nyingi sana anatuambia tusali, tufunge, tuaje maka, tutoe maka, tutoe zaka na ngine ibada mengi na ngine ibada zile ibada nyingi sana Allah tuamrisha. Hatusali, hatufungi, yote tufanye. Na makatazo, kwa sababu Allah ametumba kwa ajili atuamrishe na atukataze. Maamrisho ambayo ndio sana na ngine ambayo nimeyataja. Makatazo ndio ya shirki. Allah tukataza tuache shirki. Ni wangapi kuacha shirki? Hata wengine mko anaacha kwa sababu atapata matatizo. Akipata matatizo na kuja tena kushiriki. Maana tumtii Allah anataka tuache shirki, tuache miziki, tuache uzinifu, tuache uongo, kuana, tuache. Allah kwa sababu tuvae jilbab, amra jilbab kwa kina mama. Mwaga kufanya jilbab. Hakuna kufanya jilbab, hakuna. Mama kitawazi. Akijitahidi sana anatia kachimtandio juu kauni ama akivaa anafaka ukangoka uchanja tu. Akiti jibabe wanahesabika, kina mama wanahesabika. Kama utakuwa ni mamilioni ngapi, basi labda ni wa 10 ndio wanafanya jibabe, wengine wasalama ke ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa ndio hapa sasa tuchukue picha kuona Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala moto unamtii Allah, alafu sisi binadamu tuko na akili. Allah katupa akili, moto hauna akili, lakini ukatekeleza amri ya Allah. Sisi tuko na akili, lakini amri ya Allah hatuitekelezi. Hadi matatizo sana, tuchunguze, tujikirebeshe bila kufanya hatari. Alafu sasa ndio tunaingia kisa cha pili cha Mtume Ibrahim alayhi salam cha kumcha mtoto wake. Baada ya Mtume Ibrahim alijaribu kwa majaribu makubwa kunako uzazi, amekaa miaka mingi hazai, anaomba dua, Rabbi habi li min as-salihin, Allah nipe kutoka mtoto mwema, nipe Allah mtoto mwema. Anaomba dua, Allah mpe uzazi, azae mtoto mwema. Fabasharnao bi ghulamin halim, tukambashia mtoto ataza mtoto mwema mpole. Unaona, Allah kambashiria. Na hapo Islamu kuna mafunzo. Barabika miaka mingi hazai, hakwenda kwa shirikina, hakwenda wapi kama sisi tabia yetu sisi. Utatoka muomba Allah. Kama hakukupa unaanza kwenda kwa shirikina. Mtume Ibrahim alayhi salam alimuomba Allah miaka na miaka, lakini hakukatika nguvu. Na Mtume Zakaria alayhi salam naye kamjaribu Allah kunako uzazi vile vile, akamuomba Allah miaka na miaka, na muomba Allah wala kuna kwa shirikini. Alikuja kuwajibu kutuzima. Zakaria alayhi salam alikuja kumjibu kutuzima, nguvu zake hazimeisha, mpaka Allah alipokuja kumbashiria kama tanzaa mtoto Yahya. Alimwambia Allah, anna yakunu li ghulam,
waqad balaghani al-kibar wa imraati yaqir. Vipi nitamzaa mtoto na nitakuwa mkubwa, lakini mtu mzima tena, nguvu za kiume tena zimekwisha, na mke wangu vile vile azai nini, matatizo inayapa mtu mzima, na yeye damu ya hedhi tena hamna, tutaza tenaje? Na alimuomba angadiki kijana, lakini alimuomba angadiki kijana, Allah akamjibu kuzee. Sana wewe ndio Muislamu, usikati tamaa kuna kuomba Allah, muombe na usina haraka kujibia. Kuna kata atakujibia kuzee, atakujibia kwa miaka fulani. Chukua subira. So unaomba leo, kesho tayari unabadilisha, kesho tayari unabadilika. Chukua subira na kumuomba Allah. Tazama wa mitume wanamuomba Allah, wanakuja kujibia kuzee. Mbona hakwenda kwa shirikina? Hawakwenda wapi? Hao watamki mabaya. Na unapomuomba Allah basi akikujibia kuzee kwa miaka fulani, chukua subira, usije kwa shirikina. Baada hapo sasa anambashiria sasa Mtume Ibrahim alayhi salam, anabashiriwa na Allah, fabasharnahu bighulamin halim, tukambashira za mtoto mwema mpole. Baada mitihani mikubwa kaipata. falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Mtoto walipofikia miaka 12 hivyo wanavyoona kafasiri, miaka 10-12, miaka ile yake mtoto wa kutembea, wa kwenda, wa kutumwa. Alipofikia hiyo miaka hiyo, ndio Allah kamuotesha usiku wa tarehe 10 ya Dhulhijja, amke anamchinja mtoto wake, amke anamchinja mtoto wake, amke anamchinja mtoto wake. Unaona Islam? Na alimuomba na Allah. Mtume Ibrahim alayhi salam hakumuomba mtoto labda mtoto wa kuchinjwa au mtoto ambaye atamchinja. Aliomba mtoto ambaye ataishi naye, katamrithi nini, ndio aliomba. Lakini Allah anageuza mizani, majaribio. Unaona, anamuotesha usiku wa tarehe 10 kwa mkia mchana wa tarehe 10 amchinje mtoto wake. Mtume Ibrahim alayhi salam alipooteshwa hivyo na ndoto za mitume ni wahi, alipoambiwa mchinje mtoto wake hakujadili. Huo ni twaa ya kumtii Allah Islam. Hapo tunaonyesha twaa wenzetu walivyomtii Allah, ukola kumtii, hakujadili. Angejadili Mwenyezi Mungu, mchinje nini mtoto huyu? Allah, Mwenyezi Mungu nimchinje nini? Na mimi mtoto sina kangine, ni aka Allah, nikachinje nini Allah? Mbona nitakuwa sina kangine? Angejadili hivyo. Lakini wallahi anamjua, anayemwambia amchinje mtoto ni nani? Ni Allah. Ndio anamwambia amchinje mtoto, na Allah akisema anakataliwa hapo? Hapana. Lakini sisi tutazame sisi mangapi ya Allah anatuambia tunakatana, tunajadili na tuna hoja, na hoja mwisho hauyafanya ya kuita hoja. Bali aliamka mtoto, aliamka asubuhi na kumwita mtoto wake, mtoto nimeoteshwa nikuchinje. Tazama, unaonaje? Na mtoto na yeye hakujadili aseme kwa nini Mwenyezi Mungu anakwambia unichinje nini. Hakujadili mtoto, na yeye pale alisema ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Baba, fanya yale umeamrishwa na Mola wako, utakutana mimi niko pamoja na kusubiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Sema Islam toa mtoto hakujadili, na ingejadili vipi na kwa unichinjeje? Allah anajua, aliambiwa na nani? Mtume Ibrahim aliambiwa na nani? Kaambiwa na Allah. Allah ndio kasema ni anichinje, na Allah amri yake iko ndani wake. Akasema baba, fanya yale umeamrishwa Mola wako, mimi niko tayari, niko tayari kufanya. Sasa fanya baba, sikia Allah. Sasa sisi tutizame sisi mangapi sisi Waislamu, mangapi wallahi tunatoacha dini, tunaambia acha zina. Sasa hawa wanawake Allah kaombea nini? Sema tuombea sisi unaacha dini. Hizi pombe, sasa hii miti ya pombe imeletea nini? Singeacha kuleta, tunatoa hoja hivi hoja za ajabu. Allah anaukataza kitu kiache.
acha shirki. Sasa nife naumwa, sasa nife. Sasa acha shirki, fanya matibabu ya halali. Matibabu kusomeka ni ruqya, kama ni uchawi, kama ni mashetani, hapo ruqya ukifanya sio shirki. Ruqya za kusomewa, na kuna ruqya zingine za mashetani, ruqya zinachanikana na kuchinjia majini na kuvaa mahirizi, kupiga machanjo, manifuke, manini na vingine vyote vinachangachangia humo, ramri, Yesu sio ruqya. Ruqya ni ile ya Qur'ani tu, maji ya dua na kunywa na kuoga, ndio ruqya. Ndani yake hakuna mauti ya kufunga maubani wala mauti, hamna. Hiyo ndio ruqya ya kisheria, ruqya ambayo ya sunna hiyo. Sio utakumsimamia mgonjwa anatia maubani, unaanza kufunga maubani na mauti, hamna. Hiyo ni bid'a, vitu vya mfano. Na hiyo sio ruqya ya kisheria, hiyo ni ruqya ya bid'a. Na kuna ruqya ya bid'a na kuna ruqya ya shirki kabisa, ambayo nimetaja mmesikia. Lakini sikia wazetu ambao wametangulia, Allah anawaambia mchinje mtoto wako, na baba anatekeleza na mtoto anakubali bila kujadili, bila kusema nini, akajadili. Tuwaigie amri za Allah, tusitekeleze. Tizama amri ngapi za Allah ametuamrisha tufanye, ngapi unafanya? Ya kwanza ni sala, tizama zingine. Mwana mama, mwana kaka, mzee, tizama amri ziko nyingi: sala, kufunga, kuna kuijima, kutoa zaka, kuvaa jilbabe, ni kusoma Qur'an, tasbihati na nini, kutoa sadaka nini, kufanya mazuri, ni mengi. Tizama, na makatazo ni mengi sana. Ya kwanza, katazo la kwanza ni shirki. Tizama, alafata zina, miziki, uongo, kuwana, kuogana nini, na ngine kuasi wasasi wawili nini. Hayo ni amri za Allah imetukataza. Kuna amri ya Allah imetuamrisha tufanye, na kuna amri ya Allah imetukataza tuache. Sasa tizama ni vingapi sisi vile Allah katuambia ni yale Mtume Ibrahim aliambiwa kumchinja mtoto, na sisi tunaambiwa kusali, na sisi tunaambiwa tuache hichi. Ni Allah ule anasema. Sala ule ilikuwa ni Allah. Sisi kusali ni shetani anatuambia tusali, ni Allah yule. Allah anatuambia tusali. Allah anatuambia tuache zina, tuache shirki, tuache muziki, tuache nini. Kitizama Muislamu, usije na nafsi yako akhera. Ichunguze, tizama wenzetu, ndio maana kisa Allah akakitia kila mwaka kirejee, kina mafunzo makubwa, kuna utifu mkubwa na mawaidha makubwa. Falamma aslama watallahu liljabin, walipojisalimisha wote wawili, baba na mtoto, alipokubali, baba akakubali mtoto amchinje mtoto wake, na mtoto akakubali kuchinjwa, akapelekwa kwenye fasi. Leo mahujaji tarehe 10 ndio anaenda kupapiga kwa mawe, wanapiga mawe hiyo tarehe 10 hiyo, kutoka hapo Muzdalifa ni mbele kidogo, Muzdalifa tu kidogo pale, ndio anaenda kupapiga mawe mbele Muzdalifa kidogo pale, wanapiga mawe pale. Ndio alienda kumlaza pale Mtume Ibrahim alayhi salam, mtoto wake, anamlaza pale. Ibilisi alayhi laana anakuja kumshawishi, usimchinje mtoto wako, anamshawishi, anamwacha, anampiga mawe shetani alayhi laana. Na kawaida shetani ni hivi, mambo ya Allah utakutekeleza lazima tumshawishi ili usiambe Allah usitekeleze. Sasa wewe kaange na shetani alayhi laana. Utaweza Muislamu wakati wa sala haujafika, haupati wateja kuduka lako au garaji yako au kwingine, wateja upati. Lakini wakati wa sala ukifika tu ndio unaanza kupata wateja. Nini? Shetani anataka usije kusali. Sasa ikaange na wewe shetani. Hasa mwanamama ataanza kukaa na kashughuli, lakini wakati wa sala ukifika ndio anakumbuka shughuli za kuosha vyombo, za kufua vikama vya mtoto, ndio anakumbuka vikama. Wakati wa sala umefika, anaacha kusali, anaanza kuvikama ya mtoto, ndio anakumbusha kupika. Maana akisikia adhana, anafika madhani imemkumbusha kupika au kwenda kufua vikama vya mtoto, au kufanya vingine.
hiyo tu kuika hangi na shetani alaihi laana. Hiyo ni shetani. Mbona wakati wa sala haujafika, mbona wateja kwa wapate? Au kukumbuka vitu kama kufua na vingine kupika nini, mbona kwa kukumbuka? Lakini wakati wa sala utakufikia ndio nakukumbusha shetani alaihi laana. Tumjue shetani. Na Mtume Ibrahim alaihi salam alikuja kumshawishi shetani, alienda kumshawishi Ibrahim alaihi salam, lakini akakuta niko ngangari, akapiga mawe, amri akaitekeleza, wewe shetani toka. Isa anamkimbiza na yule mtoto anamfuata nyuma, na sasa umefikia kule ndio anamnazia kuku, akamlaza tena mara ya pili. Shetani akarudia tena kumshawishi aache kumchita mtoto, akampiga tena mawe, anamkimbiza, na anamfuata nyuma. Ona mpaka mara ya tatu shetani anakurudia tena. Alipita sehemu nyingi sana, alipita kwa mama, alipita kwa mtoto, lakini shetani hakufaulu. Sinataka na sisi tuwaigie shetani atumshinde kwa hali zote. Sio wakati wa sala ukifikia, ama wakati mwingine kutekeleza ibada ya Allah kuletea hichi na kuletea fikira hizi na kuletea hizi, ama kutoa sadaka, ama kutoa zaka, ama kutoa ni anakuletea mambo mengi sana shetani alaihi laana. Tumshinde kama kisi Mtume Ibrahim alimshinda. Ndio maana kisa kina mafunzo mengi, ndugu zangu Waislamu, kina mafunzo makubwa, kina mafunzo makubwa. Basi hapo shetani hakurudia tena mara tatu, akamlaza chini mtoto, akamlaza chini. Hapa anamlaza chini, jamani Waislamu, anamlaza chini. Sasa labda ni majaribio, vitu kujaribiwa. Mtume Ibrahim alikuwa hajui kama labda mwisho atalitoa kondoo, alikuwa hajui. Labda kwa watu sijiwazi, alikuwa anajua Mtume Ibrahim kama Mwenyezi Mungu atamletea kondoo mwisho, alikuwa hajui ya kondoo, alikuwa hajui yeye kitu alikuwa anajua kama hivi sasa anaenda kumchinja mtoto wangu, hivi sina tena mtoto, hivi anajua mtoto wangu, mtoto anaenda kumchinja, hivi tabakia sina mtoto, niko patupu. Ni kama gisi wewe unapoumwa wewe unajua kama kuumwa kwako hivyo ni utapona au utakufa, haujuaje. Lakini Allah ndo anajua kama kuumwa kwako wewe ni mtihani, utapona, na hapo kuumwa kwako ni kufa. Allah ndo anajuaga tu. Unapoumwa kama utapona ni Allah, na unapoumwa kama utakufa ni Allah. Wewe unafuata sababu za halali, kunya vidonge nini, kama ni mauchawi maushaitani kusomewa, basi mtegemee Allah, akiuponesha alhamdulillah, ukifa alhamdulillah. Sasa Mtume Ibrahim alayhi salam, mpango wa kuletoa kondoo alikuwa hajui. Ilikuwa ni siri yake Allah pekee yake tu, kama mwisho atamletea kondoo, siri yake. Unaona, akamlaza chini mtoto, akamlaza chini, akanua kisu. Allah akatoa amri kwenye kisu. Zamiri kisu amri tena ya pili, kule alitoa amri kuna komoto, moto katekeleza, haukumunguza Mtume Ibrahim alayhi salam. Na hivi sasa anatoa amri kwenye kisu, kisimchinji mtoto Ismail, mtoto wake Ismail. Kisu kimekataa au kimekubali? Kisu kilikubali amri ya Allah. Allah alisema kisu usichinji. Kisu kikajua ananiambia nisichinje ni nani? Ni Allah. Kisu, Mtume Ibrahim yana habari kama kisu Allah ameteremsha amri kwenye kisu kisichinje, yana habari, yanachukua tu kisu, anataka kwenye kopa, anasubua, anachinja kabisa kiuhakika. Sio vile vya sinema naoga vya sinema, kiuhakika anachukua, anafinya kisa kichinji, anafinya kichinji. Nasema kisura kichinji, atema kadi tena, anasubua kichinji. Allah tayari kutoa amri kwenye kisu kisichinji. Sasa leo amri za Allah ngapi wewe Muislamu? Wewe usio kwa Muislamu, amri za Allah ngapi unazipinga? Kisu ina maana, kuna watu wanashinda na visu. Kisu tunashinda na vitu bila mtii amri za Allah. Siki kwa Allah kutoa tu amri, alitoa amri kwenye maji wakati kuangamiza Firauni alayhi laana. Amri maji yakamzamisha kwenye wakati Mtume Nuh alayhi salam, maji kuangamiza
Tazameni jamani vitu jinsi vinavyomtii Allah, alafu sisi tunashindwa kumtii Allah. Ndio tujikirebeshe wallahi, tusikuikosa pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona Islam, baada kumlaza hapo kisu kikakataa kuchinja, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia kondoo, akamteremshia kondoo. Wafadainao wanadainao ya Ibrahim. Basi baada kupewa hiyo kondoo na mtume na Allah, maka Jibril kapewa kondoo na Allah, mteremshie kondoo, mwambie amchinje mtoto wake, achinje kondoo fasi ya mtoto wake, mtoto amtoe. Ndio alipoteremka akana ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya, mtume Ibrahim umetekeleza ndoto yako, nimetuma na hii kondoo, mtoe mtoto uchinje hii kondoo. Uchinje nini hii kondoo? Wafadainao bidhibhil adhim, tukamgomba mtume Ibrahim kwa kichinja kitukufu, tukamgomba Ismail alayhi salam, tukamgomba Ismail alayhi salam kwa kichinja kitukufu, akamgomboa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu hapa sema akaendelea, inna hadha lahuwa albala'ul mubin, inna hadha lahuwa albala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhil adhim wa tarakna alayhi fil akhirin salamu ala Ibrahim kadhalika najzi almuhsinin innahu min ibadina almu'minin. Allah kaenda kumsifu baada ya kutekeleza amri. Tazameni Islam, amri ya Allah ukiitekeleza, mali mwisho wake utapata raha sana. Baada ya kutekeleza amri ya Allah, alilitoa kondoo kutoka wapi? Mbinguni. Ule utiifu wake kumtii Allah, utiifu wake wa kumtii Allah, mwisho wake toa ya kumtii Allah, mwisho wake wallahi ni mzuri. Pepo iko hapa duniani, utaona tumaraha matupu ukimtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hautashinda na njaa, hautapata taabu, kwa sababu unamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mtume Ibrahim alayhi salam baada ya kumtii Allah, alipata zawadi yake. Alipata nini? Alipata kondoo kutoka mbinguni, analetwa na Jibril alayhi salam, mchinje, mtoe mtoto wako, mchinje kondoo. Akachinja kondoo, kile kisu ndo akachinja ile kondoo, kikachinja kwa mara moja. Kile kwa mtoto kimekataa, kile kwa kondoo ilikuwa mara moja tu. Kwa sababu gani? Kimepewa idhini sasa kichinje, kimepewa idhini kichinje. Sasa Waislamu, hichi kisa kina mawaidha makubwa sana, tujaribu wallahi, tuchukue tunakuta hadithi za mitume na hadithi za masahaba radhiallahu anhu, ili itatupa mafunzo makubwa na ibra kubwa. Tuchukue subira katika mitihani yetu. Ukani maradhi, utakani mitihani ya maradhi, kuna wa mitume walitembea kwa maradhi. Mtume wetu Ayubu alayhi salam alakamjaribu kwa maradhi. Ukitaka labda kalima uchawi, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alijaribu kwa uchawi. Chochote ukitaka mitihani yoyote ambayo ikupata wewe, itupie kule kwa mitume alayhi salam, watupia kule, utapata mafunzo. Ikiwa kama ni nini tupa kule kwa maswahaba, utapata mafunzo na utachukua subira. Kama ni kufiliwa, kama ni vitu gani ukitupia kule utakutana kuna wenzako walifiliwa zaidi yako wewe. Kama ni vitu gani nyumba yako imeungua, kuna wenzako vitangulia nyumba zimeungua zote. Kama ni minyama, kuna wenzako kulitangulia minyama yote. Kwa kama ni manyumba, kuna wenzako nyumba zote. Maana utakutana kumbe na haya nichukue subira, kumbe ni afadhali hivi kidogo. Ndio maana utapata mafunzo makubwa inshallah. Ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja na yeye akaingia kufuata, sababu ya Allah hakumtuma kubadilisha wa mitume ambayo mafunzo kwa nayo, bali yeye ni kwa sadikisha, na yeye ndo akaingia yeye sasa akafuata na yeye kuchinja. Ndio maana hiyo siku ilikuwa kuchinja watoto, lakini Allah kwa huruma yake akatia kondoo, mbuzi, ng'ombe pamoja na ngamia. Tunakuja sasa inshallah taarifu ya udhuhiya. Hiya shata tadbah yawm al-eid taqarruban ila Allah ta'ala. Sema kwamba
udhuhia ni ule mnyama ambayo utayemchinja hiyo siku, ni ule mnyama utakayemchinja hiyo siku ya Eid, ambao lakini kwa sharti uona mchinja kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Umchinje kwa ajili ya ule mnyama, umchinje kwa ajili ya Allah, usimchinje kwa ajili ya riya au kwa ajili ya kujionyesha au kwa ajili ya shetani au kuroga timu machi, kuroga timu ya mipira au nini, au kuzindika nyumba. Umchinje kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo siku hiyo. Ndio kwamba udhuhia ni ule mnyama unayemchinja, ndio anaitwa udhuhia. Maana ile mbuzi ambayo utaichinja siku ya Eid ya udhuhia, ile mbuzi haitwi tena mbuzi, jina linabadilika, inaitwa udhuhia. Ikiwa ni kondoo inaitwa udhuhia, ikiwa ni mbuzi inaitwa udhuhia, ng'ombe inaitwa udhuhia, ikiwa ni ngamia inaitwa udhuhia. Maana ule mnyama utakayemchinja hiyo siku ya Eid ndo jina lake, sio Eid tena kondoo, anaitwa udhuhia wangu huyu ndo jina anaitwa, sio tena ile sifa yake kondoo nini. Ndio maana nasema kwamba hukmuha al-udhuhia sunna wajiba ala ahli kulli bait muslim. Sema kwamba udhuhia ni sunna ya wajibu kwa kila nyumba ya Muislamu, kwa wale mwenye kuna uwezo kuchinja. Ule mwenye kuna uwezo kuchinja, kila nyumba lazima ichinje, kila nyumba Islamu mwenye kuna uwezo. Ni sunna yenye nguvu, sunna muakada, ni sunna yenye nguvu, sunna yenye nguvu, sunna wajiba ambaye yenye nguvu. Watu kila nyumba tu achinje, mwenye uwezo, wenyewe kuna uwezo. Nataka mama, baba, mtoto, kama kuna uwezo, kila mmoja achinje, kila mmoja achinje yake. Unaona kwa sababu gani? Allah kasema ndani ya Qur'ani, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako, na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Unaona, alafu tunaenda ya tatu, fadluha, ubora wa kuchinja. Ukichinja utapata kitu gani? Au ukichinja ubora utapata ubora gani? Hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ma'amila ibnu adam yawma an-nahri amalan ahabba ila Allah min iraqati ad-dam wa inna la ta'ti yawma al-qiyamati biquruniha wa atfariha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa min Allah azza wa jalla bimakan qabla an yaqa ala al-ard fakibu biha nafsan. Nasema kwamba hakuna kitendo atachotenda mwanadamu hiyo siku ya tarehe 10, hiyo siku ya kuchinja, hiyo siku ya tarehe 10 ya Dhulhijja, kitendo ambacho Allah atakipenda zaidi kama cha kumwaga damu. Kitendo cha kumwaga damu Allah anakipenda sana. Maana siku hiyo tarehe 10 kuna vitendo vya kheri vingi unafanyaga, viko vingi ambao unafanyaga, vitendo vingi sana unafanyaga, vitendo viko vingi sana ambao unafanya, lakini chenye Allah atapenda sana kuliko kingine ni kuchinja. Na huyo mnyama utakuja siku ya kiyama, huyo mnyama utakuja na mapembe yake na kwato zake na manyoya yake, na damu hayaanguki ardhini ila Allah subhanahu wa ta'ala, ila Allah subhanahu wa ta'ala amekujazia thawabu kwenye kitabu chako. Maana damu kwenye ardhi haijaanguka, Allah tayari imejaza thawabu. Na kuna wengine tu wanasema kwamba unaupata thawabu kila mnyoo mmoja unapata thawabu 10. Kila mnyoo mmoja yuko katika ile mnyama wako unapata thawabu 10. Sasa tizama mnyama wako kuna manyoya ya kiasi gani, hata kuyasema hauwezi. Sasa kila mnyoo mmoja thawabu 10. Unaona Waislamu, uone hiyo ubora wa kuchinja jamani, ubora wa kuchinja. Zamani ubora wa kuchinja, maana mtu asipuuzi kuchinja. Kila tarehe kifikia hiyo tarehe 10 Dhulhijja, maana tarehe 10 mwezi wa 12 wa Kiislamu watu wanachinja bila kusita. Kisa tunakisikia na ubora wake tunausikia, sababu faranga utaziacha, lakini kile mnyama wako utakuja siku ya kiyama utaje kusaidia. Uenda kwa farasi yako kukubeba au na wengine
Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kutetea mbele Allah. Faranga huyu alitoa faranga milioni 2 kwa ajili ya kuchinja. Kuna watu wanachinja kijua hivyo, wanachinja hata mbuzi 100, wanachinja hata mbuzi 200, wanachinja kondoo 200, ng'ombe 300, ng'ombe 1000, ngamia 1000, wanachinja, wanajua faida. Sema hii ni nyama itakuja kunitetea Allah, mwache peponi, usimpeleke motoni, usimpeleke Allah, usimpeleke motoni Allah, mwache ende peponi. Alichukua, alichinja ngamia 200,000 hiyo siku kuchinja kwa ajili yako. Ilikuwa na milioni kapoteza kwa ajili yako, mwache. Ng'ombe alichinja ng'ombe 3,000, ng'ombe 5,000 kachinja kwa ajili yako Allah, ni milioni kwa ajili, mwache. Mbuzi 200, mbuzi 3,000, mbuzi kwa ajili yako Allah, mwache. Inajua kutetea mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa pesa ukizacha huku duniani zitakuja kutetea Muislamu? Hapana. Nyumba yako itakuja kutetea? Gari yako, matelevizio yako, mavitanda vyako, manini vitakuja kutetea? Hawezi kutetea. Ndio maana kitu cha akhera kipiganie, ukipupie, ukifanya haraka sasa kitakusaidia akhera huko. Unaona Islam. Alafu hikma Allah ametia kuchinja. Kuna hikma gani Allah kutia kuchinja? Hikma ya kwanza, takharubun ila Allah ta'ala biha, idh qala subhanahu fasalli rabbika wanhar, wa qala azza wa jalla qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema kwamba kwanza kutia hikma kuchinja, kila mwaka mtu achinje. Hikma ya kwanza, watu wapate kurba na kujikurubisha kwa Allah, ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Tujikurubishe kwa Allah kwa minyama hiyo, na tujikurubishe kwa Allah kwa minyama hiyo. Allah akasema tuchinje kwa ajili, tusali kwa ajili ya Allah na tuchinje kwa ajili ya Allah. Na Allah akasema, sema swala yangu, kichinja changu, uhai wangu, kufa kwangu kote kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamshirika na hivyo ni maamrisho, na mimi niko miongoni wa Waislamu, ni kwa mwanzo kwa Waislamu. Hiyo ni ya kwanza. Allah katia hikima kutia kichinja ili watu wapate kurba. Ndio maana wewe kujua maana kurba, kujikurubisha kwa Allah. Ajikurubisha kwa Allah kwa kambuzi moja na iko na uwezo, ajikurubisha kwa Allah kwa 2, 3 na iko na milioni. Ndio maana kujua maana kujikurubisha kwa Allah. Anachinja 5,000 ngamia, anachinja ni ng'ombe 5,000, ng'ombe mbuzi 5,000, 10,000 anachinja, mkondoo anachinja. Anajua siwezi niko na faranga eti nijikurubishe kwa Allah. Leo tu mkule mkubwa tu wa pafu, mkubwa wa karangamudu, mkubwa unaenda kumpa ila fanya karangamudu, unampa faranga ni fanya karanga, unampa. Allah anashiriki kumpa Allah zaidi. Huyu ni mdogo, wala ni kubwa, ni mkubwa kuliko wakubwa wote. Ndio maana kujua maana kujikurubisha Allah, ndio maana una mwaka. Alafu ingine ya pili, ihya sunnat imamul muwahhidin Ibrahim al-Khalil alayhi salam, awha Allah ilayhi ayatbiha waladahu Ismail thumma fadahu bikafshi fadhabahu badalan anhu, qala ta'ala wa fadaynahu bidhibhil adhim. Asema kwamba uhisha sunna ya Mtume Ibrahim alayhi salam. Hii sunna Mtume Ibrahim ndio mwanzilishi. Mtume Ibrahim kipenzi cha Allah, imamu kwa kumpokesha Allah, kipenzi cha Allah. Aliposema, alipomteremsha wahi ili amchie mtoto wake Ismaili, Allah akamgomboa kwa kondoo, baada ya kumchinja yeye. Aliposema tukamgomboa Mtume Ismaili alayhi salam kwa kondoo tukufu. Alafu hekima nyingine, makino manachikisa kiendelee kukumbuka. Na kama sunna kama haifanywi kila mwaka inasaulika. Leo kuna sunna za Mtume Muhammad sallallahu zimesaulika. Sunna za Mtume Muhammad sallallahu zimesaulika. Nani atazifufua? Ni si Waislamu zile sunna tuzifanye. Kuna sunna nyingi za aqiqa, kuna sunna nyingi sana za Mtume Muhammad sallallahu za kutumila kuja kwa mganga, kutumila makaburini, kutembea sokoni, kufanya dawa sokoni. Sababu kuna maudhi mengi sana.
Mtume wetu Muhammad sasa amekuwa akitembea sokoni na ngine ya sunna siku nyingi. Hata hii sunna ya kukata suruali, ya kuacha ndevu inatambulika kwa sababu kuna wale pako wenye kuzifanya. Kama hakuna wenye kuzifanya, hata ya kukata suruali watu wataisahau, ya kuacha ndevu watu wataisahau. Mtu anaacha hizo ndevu, anakata masharubu. Madama yanafanyika ndio maana zinajulikana. Na kuna zingine madama zifanyika hazijulikani. Na mtu akizifanya, inakuwa hii ni mpya. Hii si bidai. Sana faida kumbe ni sunna. Sio maana tendo la Mtume Muhammad kama unalijua lifanye, liuhuishe ile sunna. Ili ijulikane kwa watu, Allah atakulipa sana. Sunna nyingi zimesaulika sababu hazifanyiki. Sasa hii sunna Mtume Ibrahim ya kuchinja, sunna muakada, kila mwaka inakuwa inakumbukwa kwa sababu Allah kaitia ili sunna isauliki, ikumbukwe. Sababu kuna utifu mkubwa sana. Sasa na sisi za Mtume wetu Muhammad sasa na matujaribu na zetu tutekeleze Islam, tuzipe uhai, tuache kunini kuzipuuza inshallah. Alafu hikma nyingine ya tatu, tawsiatu al-ayali yawm al-eid, isharatu rahma baina al-fuqara wal masakin. Watu wapate riziki hiyo siku ya Eid. Watu wapate riziki na kuonana huruma, na watu waone huruma wa fakiri na maskini, wapate riziki nyama kama katia Allah katia zakati fitri na maskini wapate riziki. Na nitakaswa saumu zakati fitri na wapate riziki. Ndio hikima ya kutia zakati fitri. Wapate nini? Kwanza nitakaswa saumu ile zakati fitri, alafu mbili wapate riziki maskini. Na hiyo kuchinja pia wapate riziki. Nafikiri hikima ziko nne, nimezungumza nifika kwenye ya tatu. Ya tatu ndio hiyo, wapate riziki wa maskini. Maskini baada ya mwaka mzima jela nyama, hadi nyama na yeye. Alafu ya nne, shukuru Allahu ta'ala ala ma sakharana min bahimatil an'am. Qala ta'ala wakulu minha wa'timu al-qaniya wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'alakum tashkurun. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Asema kwamba Allah katia tena hikma ya kutia kuchinja ni kumshukuru Allah kwa vile ametudhalilishia minyama hiyo, mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Ni minyama ya kuchinja iko minne, hakuna watano. Ni kondoo, mbuzi, ng'ombe na ngamia. Hiyo inastahili kuchinjwa siku ya Eid. Hii siku ya kuchinja, hiyo ndio inastahili kuchinjwa. Sasa tunamshukuru, ni kutoa shukrani kwa Allah. Hii minyama kutudhalilishia, kwa sababu kuna minyama Allah hakutudhalilishia, hakuidhalilisha kwetu, hatuwezi kuichinja. Chez les lions, le guépard à la vue perçante s'approche jusqu'à temps de ses prédateurs, tel le véloce guépard qui peut dépasser sur de courtes distances. Qala ta'ala, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, kuleni katika hii minyama na mwalishize wale maskini wenye kuomba na wale wasioomba. Wa'timu al-qaniya wal mu'tar, na mwalishize wale wasioomba. Kadhalika sakharnaha lakum, hivyo ndio tumeidhalisha minyama hiyo kwenu nyinyi, la'alakum tashkurun, ili mpate kushukuru. Sasa hii minyama Allah ameidhalisha kwetu sisi, tupate kumshukuru. Ndio hii minyama kaitia kila mwaka tupate kumshukuru Allah kwa hii minyama hii ametudhalisha yenyewe. Alafu sinuha, katika hii minyama taisha siku ya Eid, miaka yake la yujizu fi udhiyati min ad-du'an aqal min jit'i wa huwa anasema kwamba haijuzu kumchinja kondoo chini jit'i au fa sana au karibuha. Anasema kwamba ni yule mnyama kondoo wa mwaka au anakaribu fika mwaka. Kondoo maki wanavyoona kasema kwamba ni miezi 6 kupanda juu. Kondoo ni miezi 6 kupanda juu. Chini ya miezi 6 usichinje. Chini ya miezi 6 kondoo usichinje. Miezi 6 kupanda juu kondoo. Mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu kupanda juu. Na wafi ghairi du'an min al-ma'z wal-ibli wal-baqar la yujzi aqal
min athnain wa huwa fi ma'zi ma'aufa sana wa dakhala fi thaniya. Ama asema kunako mbuzi nayo ni mwaka, inakaribia kuingia kwenye mwaka wa pili. Mbuzi maana mbuzi chini ya mwaka mmoja usichinje, chini ya mwaka mmoja usichinje, mwaka mmoja kupanda juu ndio uchinje. Mbuzi mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne chinja. wa fil ibli ma awfa 4 sanawati wa dakhala fi al-khamisa. Ama ngamia miaka 4 anakaribia kuingia miaka 5. Ngamia maana miaka 4 kupanda juu. Ngamia umchinjo wa miaka 4 kupanda juu, 5, 6, 7 na kuendelea. Chini ya miaka 4 ngamia usichinji. wa fil baqara ma awfa sanataini wa dakhala fi thalitha. Asema kwamba ama ng'ombe miaka 2 anakaribia kuingia kwa miaka 3. Maana miaka 2 kupanda juu. Ng'ombe kwa miaka 2 usichinji ng'ombe, miaka 2 usichinji. Miaka 2 kupanda juu, 2, 3, 5, 6 kupanda juu. Unaona kwa sababu gani? Mtume wetu Muhammad anasema kwamba la tadhbah illa musinna illa ayusuru alaikum fatadbahu jid'at min ad-da'n wal musinna min al-an'am hiya athaniya salamatuha. Usalama hii minyama utakayechinja siku ya Eid hiyo na usalama. La yuzi fi al-udhiyat siwa asalimat min kulli naqs fi khalaqatiha fala tujzi al-awra wala al-arja wala al-adba ay مكسورة القرن من أصله أو مقطوعة الأذن في أصلها ولا المريض ولا عاجفاء وهي الهازم التي لا مخ فيها وذلك قوله صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي العوراء بين عوارها والمريضة بين مرضها والأرجاء بين ضلعها والكثيرة التي لا تلقي يعني لا تقي فيها أي لا مخ في عظامها ولا. Asema kwamba hasa minyama aina ine usichinji, maana machimalenge, kilema, mnyama ukatika pembe, mnyama ambaye unaumwa, mnyama ambaye hauna akili, huyo usichinji. Hiyo minyama fulani ya hadithi Mtume Muhammad sama minyama aina ile usichinje siku ya kuchinja, usichinje. Ndio akazoea machimalenge, kilema cha miguu au katika pembe, hana sikio limekatika, kanaumwa, kagonjwa, akosikie nini, usinunue, akosikachinje hiyo siku hiyo. Na ndio naingia kwenye hakika. Hata kwenye hakika utakufanya mtoto wako hakika, hii ni nyama ya aibu. Aibu usinunue mnyama kwenye hakika mtoto wako. Kawe kisalimika, kawe kasuka na umwa au maradhi yake yanaonekana nini, kile katika pembe, sikio limekatika, kuna kalama anatiaga hapa kada kaharibishi, lakini sikio limekatika lote hamna, hiyo simchinje. Pembe limekatika, usimchinje huyo. Kama itakuwa na mapembe lakini hautaki mapembe, mchinje. Lakini mapembe lake ni moja liko lingine limekatika, usimchinje. Nikatazo. Unaona? Ambaye tena ungine tena kanauma sana, kanaharisha, huyo usimchinje. Unaona? Kila mtu ambaye amesalimika, mnyama ambaye yuko safi, mnene kidogo nini, hata mkisha Masai ni sawa. Unaona? Inshallah wakati wa kuchinja, wakati dhabhu al-udhiya sabah yawm al-eid baada salat ay salat al-eid fala tujzi qablahu abadan. Qawli sallallahu sema kwamba wakati wa kuchinja ni asubuhi hiyo siku ya Eid, maana hiyo siku ya Eid yawm al-eid ay salat al-eid, nasema yake umchinje hiyo siku ya Eid baada ya sala ya Eid ndio umchinje. Haijuzu kumchinja kabla haujasali, usali ndio umchinje. Mtume Muhammad anasema kwamba man dhabaha qabla salati fa inna ma yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nuskuhu wa asaba sunnat almuslimina. Anasema kwamba ule atakayechinja, Mtume Muhammad anasema ule atakayechinja
atakayechinja hajasali Eid, wewe utakuwa umejichinjia yeye mwenyewe, sio kichinjio cha siku ya Eid. Na yule atakayechinja baada ya kusali, ndio kapatia na anapatia sunna wa Waislamu, ndio kapatia baada ya kusali. Kuchinja ni baada ya kusali. Sawa, umesadia wapi? Ukimaliza kusali chinja. Na Eid inasadia mpaka jua lichomozi. Jua likichomoza ndio wakati sali Eid. Iko ni saa moja sali Eid. Sio mpaka saa 2, tuna mazoea mpaka saa 2, saa 2 na saa 1:30. Hata jua likichomoza tu unaruhusa lichomoze lote litoke. So pale likichomoza tu lote ndio wakati kusali Eid huyo. Iko ni saa 1:00 iko ni saa 1 topiko, basi usali. Watu wasiona ajabu, siku moja kwenye uwanja watu wakasali saa 1:00 wakashuka tayari. Mbona msema mapema? Na wakati wa Eid huyo tayari. Watu wasizowei ile saa 2, saa 1:30 wasizowei. Wakaja ndio wakati wa sala la Eid. Leo kuna mtu mmoja nikamwambia tu kasali sala wakati fulani. Akasema maka anajua zile saa fulani hivyo. Na inajuzu vile kuchinja mpaka tarehe 11 na 12 na 13. Ile baada ya ile siku tarehe 10 na 11 na 12 na 13. Fuatana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kullu ayami tashriq dhabh, kila zile siku za kubabua ni siku ya kuchinja. Na kile siku 3 za kubabua ni siku za kuchinja, unaweza kuchinja. Kama tarehe 10 haukuchinja, chinja tarehe 11. Unaanza kupata 12. Unaanza kupata 13 ndio mwisho. Jua sizami haujachinja. Alafu ma yusahabu inda dhabhiha, yale ya sunna wakati wa kuchinja. Yusahabu aywajiha ila alqiblati wa yaqulu, sema ni sunna ule mnyama unapomchinja umuelekeze qibla, alafu simama maneno inni wajhatu wajhiya billadhi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Baada ya kumwelekeza mnyama wako qibla, sema dua hii, isma Yesu, unaisema dua hii: kama mimi nimeelekeza uso wangu kwa Allah muumbaji wa mbingu na ardhi, mimi niko miongoni mwa Waislamu, niko Muislamu, mimi siko miongoni mwa washirikina. Akia sala yangu, kichwa changu na uhai wangu yote ni kwa ajili yake Allah. Ana mshirika, hivyo ndio nimeamrishwa na mimi kwa mwanzo kwa Waislamu. Unatamka maneno ili ni mambo ya sunna. Unatamka maneno kabla hujachinja. Wa idha bashir adhabhu an yaqulu bismillah wallahu akbar allahumma hadha anni au allahumma hadha minka walak. Yote kuna upokezi mwingi, lakini watu tumezoea kwetu hapa allahumma hadha anni, ndio tumezoea. Lazima mnyama wako saa chini, sasa unataka kumchinja, sema saa maneno haya: bismillah wallahu akbar allahumma hadha anni. Kama wewe peke yako unajichinjia, ndio unasema maneno kwa jina la Mwenyezi Mungu: Mungu ni mkubwa, ewe Mola wangu, huyu mnyama ni wangu. Kama unajichinjia peke yako. Na kama unamchinjia mtu unasema bismillah wallahu akbar allahumma hadha an fulani, unampata jina ya ule mnyama wake: an Fatima, an Jaafar, an Ibrahim, hivyo inshallah. Kama ni mnyama ni waungine, wewe ni unamchinjia tu mtu inshallah. Na ni sunna, jambo kujichinjia peke yako ni sunna, kwa sababu Aisha radhiallahu anha alikuwa anajichinjia peke yake, na watu wanamshikia wanachinja. Na wewe mama utaweza wakakushikia kichwa nini ukajichinjia peke yako, hata kama hautamalizia wamalizie wangine, lakini uanze wewe. Hiyo sunna usikosi. Vitu vya sunna Islam sio ipuuza. Vitu vya sunna puuza. Sunna mkipuuza inakuja bid'a. Sunna mkipuuza inakuja bid'a. Leo kuna wakati mama akichinja, mama achinjaji, makosa achinjaji. Unaona bid'a, tunaingia bid'a. Ndio maana mnakuwa mkichinjia peke yenu. Kama utamalizia kisha malizie baada ya kile simama juu ya kichwa chako. Kama utachinjiwa,
simama wacha kichwa chako, alafu uombe hiyo dua ambayo nimesema. Wewe mwenye mnyama wako uombe hiyo dua, wewe ambaye ni mnyama wako, hiyo dua ini wajatu wajia mpaka mwisho uisome. Ukimaliza ndio mwambie mchinja, alafu unasimama, si mbali, simama njoo mnyama uone hata ile damu basi. Maana kuna hikima kuteba si ile damu uone kuna wakati wa majihadi. Inafikia sio mtu Muislamu anamkata kafiri unafumba macho. Ana huruma. Maana ifika kwenye jihadi Muislamu anamkata kafiri, mama pia kelele anafumba macho. Unaona ile damu za mbuzi uone nini? Utakuwa kidogo katimba. Na ujizoe kuchinja, kuna hikima. Uchinje peke yako, kuna wakati jihadi na kumchinja kafiri usishindi. Nilichinja hivi unafikiaga Mungu atustiri. Basi nafikiri ya Islam ndio kuna hikima mtu ajichinje peke yake, na kama hata achinje peke yake ajongee basi kwenye kichwa chake, ni sunna ajongee pale. Sababu hata Fatima radhiallahu anha aliambiwa na Mtume Muhammad asimame kichwa chake, asimame kwenye kichinjo, alafu aseme hiyo dua, alafu amchinjie. Sasa Fatima alichinjiwa. Unaona, ndio inajuzu kujichinjia peke yako bora, kujichinjia peke yako ndio bora zaidi, na ukichinjwa si makosa. Alafu ule mnyama kismatuha almustahabba, make kumgawa kisuna. Suna imesema ule mnyama unamgawa fungo ngapi? Yusahabu an tuqsim au bihatu thalatha, ule mnyama unamgawa fungo 3. Yakul ahlul bait thuluthan wa tasaddaqu bi thuluth wa yahidun asdiqa'i thuluth ukhra liqawli sallallahu kulu wadkhiru wa tasaddaqu. Anasema kwamba Mtume Muhammad alisema kwamba ule mnyama unamgawa fungo 3. Fungo la kwanza utakula ule wakati na jamaa zako, na fungo la pili utakubanika, na fungo la tatu la maskini. Fungo la tatu la maskini. Ile fungo la tatu la maskini tutatazama kama ni sachet 3, kama ni sachet 4, na ufuatana na nyama zako gizi zilivyo. Sikiwa ni nyingi toa sachet 10, hata 20, 30, 40 mpaka kuendelea. Ikiwa ni ndogo toa hata sachet 1, 2 mpe maskini. Ikiwa kama inafuata huko akakote kumpata maskini tu mmoja, mpe huyo maskini mmoja, ili na yeye ale na yeye abanike. Unampa kanyama maskini, nafikiri ni kanyama unampa, unafikiri ni kanyama umempaka kuchoma. Kanyama unampa achome. Maana kuna mtu anampa maskini kanyama kadogo, labda utazani kanyama amempaka kuchoma. Mpe maskini kidogo na yeye apata kidogo, atafavua. Kama akupata basi atosheke basi. Kama kubabua kupata basi atosheke na mtoto na atosheke. Sio mpe kanyama kadogo, mpe kabisa kanyama nzuri, nyama nyingi. Unaona Islam. Mlango sehemu 3 afimesikia, moja ya kubaya kula wakati na marafiki na familia, nyingine unapanika, nyingine unatoa sadaka. Wayajuzu ayatasaddaqu biha kullaha, na inajuzu vile vile kumtoa sadaka, amtoe wote sadaka. Inajuzu vile vile kama taamua mimi namtoa sadaka wote, sawa? Sawa, vuta moyo mwenyewe. Alafu tena kwa kumalizia, atakao kufanyia kama na kutolea ngozi na kukuoshia utumbo, ule mtumishi mlipe malipo yake. Usimpi nyama au wala ngozi wala kichwa kama malipo, usimlipe. Katika ule mnyama ni makosa kuuzisha ule mnyama nyama yake, kuuzisha nyama yake, sawa ngozi, sawa kichwa, kuuzisha au kumpa mtu kama vile malipo. Imetumika katika wale wanakuchunia na kuosha utumbo na upata katia, unampa kichwa au ngozi kama vile malipo, ni makosa. Mwelewane, kama nifanye 1500, kama nifanye 2000, 3000, akimaliza umpe atoke aende. Inataka ile uigawe vyote. Kama ni kichwa hauwezi kutumia, ngozi hauwezi kutumia, viuzishe, alafu zile faranga utoe sadaka. Mtoe sadaka madama haubile kushinda kutumia, au kuna mtu ataka kuvitumia, mpe kama vile sadaka. Kama kuna mwenyewe ataweza kuvitumia, ili mpe kama vile sadaka. Usimpe kama unamuuzishia, na kama utamuuzishia zile faranga utoe sadaka. Usiende kunene kuzila, usiende kuzila, sitoe sadaka. Nafikiri hayo inshallah katika
ule usimpe ujira ule atakayetengeneza nyama au ya ngozi au ya kichwa kama vile ujira. Mlipe ujira wake, meelewane, ampe faranga atoke aende. Ile nyama uigawe fungo 3 hivyo basi. Na kama utatoa kichwa nini kwa kumpa mtu, umpe kama sadaka au muzishie zile faranga utoe sadaka. Inshallah nafikiri tutamalizia hapo, na tunaambia kila kifikia tarehe 1 Dhulhijja, tarehe 1 Dhulhijja, Muislamu ajaribu astoi, asinyoe nywele zake za mahala popote, za mkichwa, za makwapa, za mahala pasiri, asinyoi, wala makucha ya kumikono wala kumiguu, asinyoe mpaka amaze kuchinja. Hiyo ni sunna Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujaribu tu tunatekeleza. Ikifika Dhulhijja, tarehe 1 Dhulhijja, maana tarehe 1 mwezi wa 12 Dhulhijja, mwezi wa Kiislamu, basi mtu kama janyo au kama atakuwa hajakata makucha au kunyoa nywele, basi asinyoi tena mpaka amaze kuchinja. Kama atanyoku mwanzo matarehe 1 bado sawa, jaji na juzu. Kili tarehe 1 kiandama asinyoi tena, wala makucha sikate mpaka amaze kuchinja. Hilo ndio sunna Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutaishia hapo inshallah. Mafunzo hayo tumezungumza mafunzo mengi ya kuhusu mambo ya kuchinja, tumezungumza sana. Tumezungumza hivi sasa mafunzo watu, kuna wakati labda atakuwa na CDI akitaka mafunzo anatia kila kifikia mwaka nini, inakuwa ni vizuri zaidi kama tumezunguka kwa kiurefu na kupanua, ili watu mafunzo haya yapate wajihimize kwayo inshallah, na watu wasipuuzi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa salamun ala al-mursalin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.